Kwa kweli hapana, sidhani sana kama mafanikio yanatokana na kuajiriwa. Kwa sababu naamini mafanikio yapo katika akili ya mtu na plani za mtu. Naam, hujambo mtazamaji wa Leaders TV. Karibu ndio neno la kiungwana ambalo waungwana wengi wanapenda kulisikia katika masikio yao. Na mimi pia nakukaribisha tena katika pindi lako pendwa cha la Eti ni Kweli kupitia Leaders TV, kipindi ambacho kinakupa wewe shavu la kuweza kusikia mengi kutoka kwa wadau, wananchi na vijana ambao wanajitafuta, au sio? Leo nimezuka katika mtaa wa Malindi kuweza kupiga story au kuweza kufahamu na kujua kutoka kwa wana. Je, mafanikio yanatokana na kuajiriwa? So utasikia mengi kupitia Eti ni Kweli ya Leaders TV. Mimi ni Mahir Mwanongo wa Saidi. Msingi ni kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, pia kuweza kupata mwendelezo wa vipindi mbalimbali. Lakini pia usisahau kushare video hii, au sio bwana? Usisite wala usichoke kulambaza nasi kupata maarifa stahiki. Hapa bado tunaendelea kuzunguka kwa bwana, mambo vipi? Safi, fresh. Tunakusoma kama nani? Mwanangu mimi naitwa Sadiki Omar Urembo. Sadiki, unafanya shughuli gani mjini? Nataka kufahamu ile kupitia Leaders TV. Mimi bro na bado mwanafunzi nasoma. Ndiyo. Nipo chuo kikuu. Najiendeleza katika masomo yangu. Unajivunia nini kuwa mwanafunzi? Najivunia sana kwa sababu kusoma ni hobi yangu. Ndiyo. Na napenda. Kwa hiyo toka awali naanza katika masomo ya awali kabisa ya msingi, nasogea Mungu akanijalia hadi sasa hivi nimefika katika ngazi kubwa ya elimu chuo kikuu, alhamdulillah. Umefika chuo kikuu, matarajio yako ni yapi baada ya kumaliza chuo? Matarajio ni mengi sana. Sisi wanafunzi always tunakuwa tuna plani. Watu wengi unajua kama wanafunzi wanategemea wakimaliza chuo waweze labda kupata kazi sehemu fulani waweze kufanya, lakini sasa hivi imekuwa tofauti sana kulingana na atmosphere ya nchi. Kwa hiyo mimi matarajio yangu makubwa nikimaliza chuo niweze kujishughulisha katika shughuli zangu ndogo ndogo ambazo zitaweza kunisaidia mimi katika maisha yangu binafsi. Hapo sasa hii Eti ni Kweli ya Leaders TV tunataka kufahamu, je, mafanikio yanatokana na kuajiriwa? Kwa kweli hapana, sidhani sana kama mafanikio yanatokana na kuajiriwa. Kwa sababu naamini mafanikio yapo katika akili ya mtu na plani za mtu. Na vile vile ndoto zake. Unaweza kukuta kuna watu wengi sana wameajiriwa katika maisha ya sasa hivi ambao tunayo. Wameajiriwa katika sekta binafsi na sekta za kiserikali, lakini hawajafanikiwa katika maisha yao. Lakini unaweza kukuta kuna watu tu ambao wanajiajiri wenyewe, tunasema self employment, wanaendesha biashara zao binafsi, lakini wamefanikiwa sehemu kubwa sana katika maisha yao. Na hivyo tulivyokuwa tunaamini kwamba kuna wenzetu tuliwaacha chini, sisi tumeenda katika level za juu za elimu. Tunaamini kwamba wale tuliwaacha chini hawajafanikiwa, lakini si hivyo. Sisi tunajikuta hadi sasa hivi tunasoma, bado hatujaanza maisha rasmi, lakini kuna wenzetu tayari washaanza maisha rasmi na wanaendesha maisha yao vizuri na wamefanikiwa katika kiasi kikubwa. Bwana, yule pale anatutazama nyumbani, lakini mawazo yake ni kwamba anasubiri kuajiriwa ili kuweza kutoboa kimaisha. Wewe unamwambia nini? Kwa kweli kama kijana mwenzangu au mtu yoyote, hata kama sio kijana, umri umeenda kidogo, yupo nyumbani tu anasubiri kuajiriwa, hilo si lengo. Atabidi atoke aende akatafute maisha. Maisha si kuajiriwa tu. Unaweza ukatafuta biashara zako, unaweza ukatafuta kitu chochote ukaanzisha maisha yako binafsi na ukafanikiwa sehemu kubwa. Kwa hiyo namshauri mtu alokuwa nyumbani aweze kutoka akatafute fursa. Ndio. Bwana, umetisha kinoma noma. Bwana mtazamaji wa Leaders TV, pinde wani Eti ni Kweli, bado tunaendelea kuzunguka kwenye mitaa ya Malindi kuweza kupata maoni kutokea kwa vijana. Lakini wewe ambaye unanitazama lakini bado haujasubscribe, make sure kwamba una subscribe, una like na una comment, lakini pia una share video hii kuweza kupata mwendelezo wa video mbalimbali. Asante wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia kila leo. So usichoke kulambaza nasi kuweza kupata maarifa stahiki. Mimi naitwa Mahir Mwanongo wa Saidi. Sikia njoo zako. Bwana, mambo vipi? Poa. Jina? Bravo hapa. Bravo, unajishughulisha na nini mjini? Mimi mfanya biashara tu mjini hapa. Changamoto kubwa hasa kwenye masuala mazima ya biashara. Kwanza tuambie unafanya biashara gani, kwa sababu inawezekana unafanya Amna, mimi biashara yangu kuchukua mfano kwamba nguo, designer, short designer mimi. Okay. Changamoto kubwa kwenye biashara ya masuala ya nguo na masuala ya designer kama ambavyo wamezungumza. Changamoto kubwa hasa iko wapi?
Changamoto ipo, na changamoto inakuja pale endapo kwamba ushachukua mzigo pengine bandarini pale kwenye kutoa kidogo, sasa ingine unakuta pengine ushuru, pengine unaweza kule ushalipa na huku unatakiwa ulipe. Sasa unakuta hata kuja kuuza huku pesa unakuta haingii kama vile unavyotaka wewe. Na changamoto kama hiyo kawaida mnapambana nayo vipi kuhakikisha kwamba mnafika pale ambapo mnahitaji kufika kama wafanyabiashara? Hamna, ni kuatia tu mwenyewe kujua tu bwana nafanya hili, litakalotokea lolote na litokee, limradi tu siku ziende mbele. Bwana, hii eti ni kweli ya Leaders TV. Swali la ambalo tunataka kulijua leo ama tunataka kuuliza leo kwa wadau mbalimbali tuweze kufahamu kupitia eti ni kweli ya Leaders TV. Je, ni kweli mafanikio yanatokana na kuajiriwa? Hamna, mafanikio hayatokani na kuajiriwa, kwa sababu unaweza ukaajiriwa lakini mwisho wa siku ile usitoboe, lakini unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe. Kubwa ni kuplani tu katika akili yako. Maana mimi mwenyewe sasa hivi unavyoniona hapo, unaniona mimi nina ticket. Bwana umetisha. Naelekea Majuko kuchukua mzigo ile maisha ende mbele. Sasa unamwambia nini kijana ambaye yupo nyumbani anasubiri kuajiriwa ili atoboe? Hamna, yani mtu kubuni tu, ubunifu wa mtu ndio mtu anapokula. Sasa ukisema kwamba usubiri ajira, hamna ajira sasa hivi. Bwana umetisha kinoma noma, big up sana kwa ambaye unaamua kufanya kazi zako mwenyewe afu unatoboa kimaendeleo. Bwana, huyo ni Bravo ambaye nimekutana naye hapa mitaa ya Malindi. Bwana, sisi tunaendelea kuzunguka kuweza kukusogezea wewe mtazamaji wa Leaders TV kuweza kusikia maoni mbalimbali kutokea kwa wadau. Mafanikio yanatokana na kuajiriwa. Wewe ambaye unatutazama, hakikisha kwamba unaingia hapo comment section na dondosha maoni yako kuhusiana na swala hili. Eti ni kweli Leaders TV ndio ambayo inakusogezea mambo mengi kabisa. Msingi ni kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia, lakini pia kushare video hii kuweza kupata muendelezo wa vipindi mbalimbali. Mimi ninachokuambia ni kwamba usisite wala usichoke kulambaza nasi kupata maarifa stahiki. Bwana, mambo vipi? Safi kwema. Tunakusoma kama nani? Suleiman Omar Mzee. Suleiman, mafanikio yanatokana na kuajiriwa? Kwa upande wangu mimi naona inaweza ikawa na pande mbili. Inaweza ikatokana na kuajiriwa, ama upande wa pili manake bila kuajiriwa kwenye hizo ajira rasmi na kujiendeleza wewe mwenyewe. Kwa upande wa kuajiriwa, mafanikio yanaweza kupatikana kama itakuwa mtu ana ile mipango mizuri na kuweza mipango mizuri ile ya kuweza kujibudget mwenyewe pamoja na yale mambo yake ambayo anayafanya. Jambo hilo linaweza kumfanya yeye akafanikiwa kutokana na ile ajira yake. Tunaona kwamba wapo ambao wana ajira za kawaida tu na mishahara ya kawaida na bado wanajiendeleza vizuri. Lakini pia kuna watu ambao tunaona wana ajira nzuri ambazo tukiangalia wanalipwa pesa vizuri, lakini bado hatuoni mafanikio, kiasi kwamba mtu unakutia hata yule mshahara hujatoka, mshahara wa unaofuata basi ile pesa ishamaliza, kutokana na kwamba hana ile mipango thabiti ya kuweza kujiendeleza yeye mwenyewe. Bwana, kwa maana hiyo tuseme kwamba mafanikio ni popote pale. Msingi ni kuhakikisha kwamba unajipangilia, haijalishi umeajiriwa ama hujaajiriwa. Jamii na serikali kwa ujumla inatamani kuona vijana wakifanikiwa kwa namna moja ama nyingine, lakini pia Leaders TV kupitia eti ni kweli tunatamani kuona vijana wanafanikiwa kwa namna moja ama nyingine, haijalishi ameajiriwa ama amejiajiri. Neno lako ni lipi Suleiman katika kuwapa ushauri vijana ambao wanayatafuta maisha, tuseme kwa lugha hiyo? Mimi naweza nikasema jambo lolote kwanza katika kulifanikisha unahitaji kupata ile elimu ya kutosha. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ili kuweza kufanikiwa katika swala zima la kifedha lazima uwe na ile elimu ya kifedha ambayo itakuongoza wewe katika kufanya yale mambo yako. Maana bila kuipata elimu ya kifedha huwezi kuendelea katika hilo jambo, kwa sababu utakuwa unatumia pesa bila kujibudget mwenyewe, unatumia pesa katika matumizi ambayo sio ya lazima, wakati kuna matumizi ambayo ni lazima kuyafanya au matumizi ambayo ni muhimu unakuja kuyaacha. Lakini pia naweza nikasema kwamba pia tuwe na kitu discipline katika vile namna ya kutafuta pesa. Kuna watu mnakuta mtu anaajiriwa katika hivyo sekta ambazo ndogo ndogo lakini inamuingizia fedha, lakini mwisho wa siku hathamini kile anachokipata kutokana na ile kazi yake. Hasa jambo lile manake itafanya ile pesa yako uwe hata pia huithamini. Kwa muhimu kuweza kufanya discipline na kuthamini kile kidogo unachokipata. Lakini pia jengine naweza nikasema kuwa na subira ya mafanikio. Jambo lolote tunasema linakuwa linatokea kwa process, mchakato. Manake inaweza kuchukua muda, gradual process. Maendeleo inakuwa ni gradual process. Unaanzia moja,
2, 3 mpaka kufikia 100. Huwezi ukaanza moja kwa moja 100, si ndio? Kwa hiyo hapo ili kuweza kufanikisha, manake kule unakuanzia kidogo, ukubaliane nako ili lakini uchukue juhudi ya kuweza kusonga kidogo kidogo. Usitaki yale mafanikio ya haraka. Kiasi kwamba tunaona watu wengine kutaka mafanikio ya haraka moja kwa moja anajiingiza katika shughuli ambazo sizo. Kwa mfano, wako ambao wanajiingiza katika shughuli zile za kama kuuza madawa ya kulevya, ndio ama kujihusisha na ukabaji ule, ama kwenda kuiba zile sehemu kama za benki na kadhalika. Jambo ambalo lile pale mwisho wa siku linakuja kugharimu wewe na kuweza kuua ile future yako, lakini pia na wale wanaokutegemea kama vile familia na watu wengine. Bana, umetisha kinoma noma. Mtazamaji wa Leaders TV kupitia Eti Ni Kweli. Mimi ndivyo ambavyo tumeweza kumsikia, lakini pia mimi nimemwelewa Suleiman kile ambacho ameenda kukizungumza. Narudia tena kukuambia wewe ambaye unatutazama, hakikisha kwamba unaingia hapo kwenye comment section unadondosha maoni yako. Je, mafanikio yanatokana na kuajiriwa ama vipi? Dondosha maoni yako hapa. Suleiman ndiye ambaye anatufungia kipindi chetu leo hii. Mimi nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, pia kuweza kupata mwendelezo wa vipindi mbalimbali. Kipindi hewani Eti Ni Kweli ya Leaders TV. Mimi naitwa Mahir mwanangu wa Saidi, namaliza hivyo.